Na mimi leo nimekutana na wazazi watano ambao wamenithibitishia kwamba watoto wao wamekuja na agizo la kwamba Jumatatu waende na vitambulisho vya kupigia kura. Kwa hiyo tunatoa hii taarifa ili uchunguzi uendelee, lakini naambiwa pia na shule ya sekondari Angaza kumetoka tangazo la namna hiyo hiyo. Huu ni uhalifu, ni kosa la jinai. Na tunaomba jeshi la polisi lichukue taarifa hii ya uhalifu na kulifanyia kazi. Tutakwenda kuwakamata wahalifu hawa na kuwafikisha mbele ya jeshi la polisi, kwa sababu inaruhusiwa kwa mujibu wa sheria, na mimi nimesoma sheria. Inaruhusiwa kumkamata mhalifu na kumfikisha mbele ya vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa wazazi ambao watoto wao wameagizwa, kwanza wasiruhusu, na watoto wakilazimishwa waende wakamhoji kwa nini anataka vitambulisho vya kupigia kura. Tumemweleza mkuu wa shule, jamaa yangu, ni ndugu yangu, tena tunalima pamoja, tumepakana mashamba kabisa, namfahamu, ananifahamu, lakini namwambia kosa lake la kwanza ni kukubali yeye ni mtumishi wa umma, akakubali kuwa kiongozi wa chama cha siasa kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Tena katiba yetu imetoa ufafanuzi mzuri sana kwamba mtumishi wa umma haruhusiwi kuwa kiongozi wa chama cha siasa. Sasa ameshafanya kosa hilo, ameshatumika. Sisi tunajua Lindi sekondari vituo vyake vyote vitatu vina jumla ya wapiga kura 1002, lakini miongoni mwao kuna wanafunzi ambao wameshamaliza.